Sasa ndugu zangu, siku ya leo tumekutana siku ya pili kabisa katika mwaka huu wa 2026 kwa ajili ya kazi moja maalum ambayo bila shaka wote mnafahamu. Tumekuja kukabidhiana vitendea kazi. Kwa hiyo kumbe tunaanza mwaka kwa kazi. Tunakabidhiana vitendea kazi ili viweze kuongeza kasi na nguvu zaidi ya utekelezaji wa majukumu yetu. Vitendea kazi hivi tutaviona hapo baadaye. Lakini si niviseme, si mnavijua? Ni pikipiki. Tunakuja kukabidhi baadhi ya vitendea kazi ambayo ni pikipiki, vyombo vya usafiri kwa maafisa maendeleo ya jamii wetu wanaofanya kazi katika maeneo katika kata. Na ninapozungumza leo, hizi pikipiki ni sehemu ya pikipiki ambazo tayari tumeshazigawa 208 kwa maafisa ya maendeleo ya jamii nchi nzima. Na kazi inaendelea mpaka tuhakikishe kwamba kote hao watendaji wetu hawa basi wana vitendea kazi. Kama wanampa kazi basi mpe na vitendea kazi. Maafisa wa maendeleo ya jamii wana jukumu kubwa sana katika kuchagiza maendeleo katika nchi yetu. Kama jina lenyewe linavyosema, maendeleo ya jamii. Na jamii ni nini? Jamii ni sisi wote. Hawa wakati mwingine ukikaa nao wanasema wao ni maengineer wa kijamii, social engineers. Yani kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba wanaisaidia jamii kuwa na fikra chanya, kuondokana na fikra ambazo ni hasi kwenye mambo fulani fulani, hususan zile ambazo zinakinzana na maendeleo, kutengeneza fikra chanya ili jamii hiyo iweze kupata maendeleo. Sio kazi ndogo, ni kazi kubwa sana na inahitaji utaalamu mkubwa. Lakini eneo lingine ambalo mnalifanya vizuri sana la uwezeshaji wananchi, kuratibu shughuli za uwezeshaji wananchi kiuchumi. Nyie ndio maana mnaratibu masuala ya mikopo. Kuna ile 10% ile halmashauri, mmezungumzia hapa jinsi ambavyo mmetekeleza, lakini kuna mikopo mingine ambayo inatolewa na serikali lakini pia na wadau mbalimbali. Mnaratibu shughuli za mashirika sio kiserikali, baadhi yenu wasaidizi wa mashirika sio serikali, lakini pia mnaratibu na wadau wengine wa maendeleo katika maeneo yenu. Majina yangu naitwa Mariam Abdalla Chuma, ni afisa maendeleo ya jamii kutoka kata ya Mang'onyi, wilaya ya Ikungi. Sisi tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupatia vyombo hivi vya usafiri, kwa sababu kabla ya tujapata tulikuwa tunapata changamoto sisi wote tulipo kwenye kata, kwa sababu kata zetu ni kubwa na ufikaji wa kutoka point A kwenda B inakuwa ni kazi. Lakini kwa sasa hivi wananchi wategemee matokeo mazuri na utendaji mkubwa wa kazi, na jamii yetu itanufaika sana na vifaa hivi tulivyopewa. Kwa jina naitwa Peter Musa, ni afisa maendeleo ya jamii mkuu, natoka halmashauri ya wilaya ya Ikungi. Kweli tuko hapa leo kwa ajili ya kukabidhiwa pikipiki ambazo zimetolewa na Wizara ya Maendeleo ya Jamii kwa ajili ya watumishi mbalimbali wa idara ya maendeleo ya jamii katika ngazi ya kata. Vyombo hivi vitasaidia sana katika kusukuma maendeleo, tukifahamu kuwa majukumu ya afisa maendeleo ya jamii ni mengi na yanahitaji muda wa kwenda kuwafikia jamii. Kwa hiyo vyombo hivi vitasaidia mno katika shughuli mbalimbali. Sisi maafisa maendeleo ya jamii tunashughulika na masuala ya mikopo ya 10%, tunashughulika na masuala ya ukatili wa kijinsia, tunashughulika na shughuli za maendeleo. Kwa hiyo vyombo hivi itakuwa ni chachu katika kuhakikisha kwamba maafisa maendeleo ya jamii wanaifikia jamii kwa karibu zaidi. Mwanzoni hali ilikuwaje? Hali ilikuwa sio nzuri sana, kwa sababu ukichukulia katika halmashauri yetu tu kwamba kuna kata zaidi ya 28, lakini vyombo vya usafiri kwa maafisa maendeleo ya jamii vilikuwa vizidi hata 30%. Kwa hali hii itakuwa imesaidia sana. Sasa hivi tunapata pikipiki ambazo ni 3 na hizi tumezielekeza katika maeneo ya pembezoni na maeneo yenye vijiji vingi ili kuwawezesha maafisa maendeleo ya jamii ambao wanashughulika hata na kata zaidi ya moja kuzifikia vijiji vyote vilivyoko katika kata hizo. Kwa majina naitwa CST Michael Kimaro, ni afisa maendeleo ya jamii kutoka halmashauri ya wilaya Mkalama ambaye anahudumia katika kata ya Iguguno. Katika halmashauri yetu tuna kata 17 ambapo katika kata hizo 17 ambazo tunazozihudumia
tulikuwa tuna uhaba wa changamoto ya usafiri. Kuna kata ambazo kutoka makao makuu mpaka tunafika kuwafikia wananchi tunatumia zaidi ya kilomita 23 kutoka makao makuu kwenda katika kutoa huduma katika maeneo. Hivyo kupitia vyombo hivi vya usafiri ambao tumekabidhiwa siku ya leo na Mheshimiwa Naibu na Katibu Mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, ambao ni sehemu ya mchango wa kuwezesha maafisa katika utendaji kazi wao, tunaamini itatusaidia katika ufanyaji kazi wetu, na hii itatusaidia sisi kuweza kuwafikia wananchi kwa ukaribu zaidi, tofauti na hapo awali ambapo tulikuwa tunashindwa kufika katika maeneo hayo. Na kulingana na jiografia yetu, kama umbali nilivyosema, hizo zaidi ya kilomita hizo, hivyo tunaamini kupitia vyombo hivi tulivyokabidhiwa siku ya leo, sisi kama afisa maendeleo ya jamii, itakuwa ni chachu na ari kwetu kubwa sana katika kuweza kufika katika maeneo kwa urahisi na kwa wakati na kuweza kuwapa huduma ile ambayo tulipaswa kuitimiza kama afisa maendeleo ya jamii. Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuona maafisa maendeleo ya jamii tuliopo ngazi ya chini, hususan katika ngazi ya kata ambao tuko karibu zaidi na wananchi. Hivyo kupitia vyombo hivi vya usafiri tunamshukuru sana na tunamuombea sana Mwenyezi Mungu aendelee kumbariki na kumwezesha ili kuweza kuwafikia zaidi wale waliopo mbali na maeneo ya makao makuu wanayotoa huduma zao.